Mzee Mtei alikuwa anapenda haki na kusimamia haki. Shamba la Mringa Estate lilikuwepo hapa, na katika mchakato kulikuwa kumeelekezwa baadhi ya wananchi wanufaike na sehemu yao, hiyo ilikuwemo kwenye ambayo ilitakiwa ikabidhiwe kama sehemu ya makabidhiano. Niliambiwa wanunuzi Bajuta Estate na bodi ilipokaa, kuna sehemu waliibadilisha na wakaingia kwenye mzozo. Naelekeza ndani ya mwezi mmoja wawe wamerekebisha yale maeneo waliofuta, na wale watu waliokuwa wanatakiwa kunufaika na eneo hilo wapewe sehemu yao. Mkuu wa mkoa pamoja na watu wetu wa ardhi, kamishna wa ardhi anayehusika, wasimamie ndani ya mwezi mmoja wawe wameshakamilisha, na wawakabidhi wahusika ambao wanastahili kupata kipande kile kama mkataba ulivyokuwa unaonesha. Na la mwisho, Mzee Mtei alikuwa anapenda maendeleo. Mheshimiwa Rais alielekeza, na mimi kama msimamizi nitumie jukwaa hili kuwafikishieni. Tuna maeneo mengi katika majiji ikiwepo jiji la Arusha. Tuna maeneo ya kufanyia biashara. Biashara ndogo ndogo, wa machinga na watu wengine. Kila mtu ameweka kamwavuli kake, wengine magunia. Na mvua ikinyesha, kwa sisi wafugaji, pale kwenye hiyo soko inageuka kama zizi. Mtu aliyekuwa anafanya biashara hiyo akitoka hapo, anatoka kama alikuwa anakamua kwenye zizi. Sasa nielekeze mkuu wa mkoa, meya, rasi na wakurugenzi wote, yabainini maeneo yote yanayofanyiwa biashara. Pelekeni fedha za kutengeneza mazingira bora ya kufanyia biashara, yakiwepo mapaa pamoja na nguzo imara pamoja na sakafu zake, na kote kuliko na majiji kufanyike hivyo. Tutumie fedha ambazo zinapatikana katika maeneo mengine, ambazo tunatumia katika maeneo mengine, kutengeneza mazingira bora ya kufanyia biashara na kukuza uchumi, kama ambavyo muasisi wa Benki Kuu alikwisha kufanya. Na la mwisho, Mhashamu Baba Askofu na maaskofu ambao umetoa neno, niseme nimeyapokea yale niliyoyasikia kwa niaba ya serikali. Nimeyapokea yote, nimeyapokea, na bahati nzuri political will ipo, na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Kwa hiyo niwahakikishie nimepokea, na Mhashamu Baba Askofu na Baba Askofu uliotoa neno, serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele. Na mimi niwahakikishie tutavuka na tutasonga mbele, na heshima ya Tanzania mara zote tutakuwa nayo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na poleni tena ndugu na familia, na Mungu atubariki sote. Poleni sana.